Nakubaliana na swali langu kwa serikali kupitia TBA pangaje kuhakikisha kwamba bidhaa zinazozalishwa kwenye hivyo viwanda ni bidhaa zenye ubora, kwa sababu mimi na kesi inaonyesha kwamba kwenye habari ya nondo kuna shida. Sasa je, tunafanyaje kuanzia hapo? Swali la pili, policy change. Ukuaji wa viwanda na uzalishaji wa viwanda vingi hivi inategemeana pia na sera za serikali ya wakati huo. Swali langu sasa, Msigwa, kwa upande wa serikali, tunawahakikishiaje hawa watu wenye viwanda na wengine wanaotaka kuja kwamba hakutakuwa na fluctuation ya policy ambayo inaweza kuwafanya yakatokea ya kuwa tuseme ni kuondolea morali ambayo tuliona ina acceleration. Tula bandari umesema kwamba bandari ya Dar es Salaam ndio maana kuna bandari ya Kwala hapa ambayo inapanga kupunguza msongamano kule, lakini hapa Kwala Msigwa hatuone operation za kuonyesha kwamba kweli bandari ya Dar es Salaam imezidiwa. Hapa kuna operation kubwa na nyingi zinaendelea. Tatizo ni nini? Swali la mwisho, hii miradi ya maji ya miji 18. Kwa namna ulivyoeleza hapa umeonyesha kwamba miradi hii imeanza zaidi ya miaka mitatu. Miji 28 sio 18. Miradi hii imeanza zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Na umesema kuna financer ambao ni Exim Bank. Na kwenye hatua zilivyofikia umeonyesha hapa kuna 15% mpaka 20% mpaka 70. Mpaka 70. Of course mingi yao iko chini ya 50%. Tatizo ni nini? Mingi iko zaidi ya 50%. Sawa. Tatizo ni nini? Kwamba finance yupo, miradi na miaka mitatu, lakini kwa 15%, 20%. Asante. Asante. Nianze na hilo la mwisho. Hakuna tatizo. Miradi iko kwenye hatua mbalimbali kutokana na tofauti kwa sababu pia ilianza tofauti. Mradi ukishasainiwa, sisi fedha tumeshapata dola milioni 500 za mkopo. Ni za kwetu. Ni za kwetu wa Tanzania kwa sababu tutalipa. Miradi ikishaanza, yani sio mbio za vijiti kwamba Songea Korogwe wapi kote wanaanza mara moja. Hapana. Imeanza katika hatua tofauti. Na tukianza kuchambua kila mradi kwa nini uko kwenye hatua hii, sababu zipo. Na kwa kifupi sana, yako maeneo wakandarasi wametuzingua. Ndio mnamuona Mheshimiwa Juma Aweso anavyowanyosha. Ni makubaliano ya kimkataba. Yako maeneo miradi inakwenda vizuri na itakamilika. Yako maeneo kulikuwa kuna sababu ambazo zilijitokeza katikati ambazo tunaweza kuelewa. Wote mnafahamu tumepita kwenye kipindi ambacho tulikuwa tuna shida kubwa sana ya dola kwenye nchi yetu. Na imeathiri sana miradi yetu. Kwa sababu wakandarasi wetu wengi walishindwa kuagiza baadhi ya bidhaa za kukamilisha miradi yao. Imeathiri utekelezaji wa miradi. Kwa ziko sababu za msingi ambazo tunaweza tukazielewa sisi kama waajiri, kwa sababu hawa wanaotekeleza miradi serikali ndio tumewaajiri, ndio tunaowalipa. Lakini zile zinazotokana na mkandarasi kufanya makosa, hatua zinachukuliwa. Tunamkata kwenye malipo yake. Ni utaratibu wa kawaida. Sasa huo utakuwa uchambuzi wa siku nyingine wa story ya kila mradi ilikuwaje. Lakini kwa ujumla utekelezaji wa miradi hii unaendelea na serikali inaendelea kuisimamia kwa karibu. Changamoto zitakuwa siku zote tu, ni sehemu ya utekelezaji wa miradi. Lakini muhimu ni kwamba miradi lazima ikamilike na inaongozwa kwa mikataba ambayo serikali imeingia na wakandarasi. John mkorofi sana anasema bandari ya Kwala mbona hatuoni kinachoendelea? Jamani, haya makontena yaonekani hapa. Na ndio maana nilisema waandishi wa habari sasa hivi tuache kuzungumzia taarifa ya msemaji mkuu wa serikali kwenye mahoteli. Tuje kwenye maeneo. Lakini namuelewa yuko sahihi. Pengine alitegemea aone pana fujo nyingi sana hapa. Ndio kwanza tumeanza John. Ndio kwanza tumeanza, tumeshaleta hapa makontena 700, 400 yameshachukuliwa na kazi za kuendelea kutumia eneo hili zinaendelea. Kwanza upanuzi wa eneo lenyewe. Nimekwambia hili eneo ambalo tumelisakafia namna hii kwa ajili ya kuweka haya makontena ni kama ekari 5. Tumezungushia fence hapa eneo la kwanza kama ekari 60. Tumesafisha kama ekari 120.
Tuna eneo hapa kubwa la ekari zaidi ya 1200. Hatua kwa hatua, taratibu, watu wataelewa, na mwishowe tutakuja siku moja hapa Kwala tutakuwa tunapishana kama korido. Bandari ya Dar es Salaam kweli sasa hivi mizigo imeongezeka sana, hasa baada ya afua mbalimbali ambazo zimechukuliwa na serikali. Kwanza, kuboresha bandari yenyewe; pili, kurekebisha mifumo; tatu, kuweka mbia ambaye tunashirikiana naye kampuni ya DP World. Nakumbuka mkutano mmoja tulikuwa na John aliniuliza maswali magumu sana, kati ya watu ambao hawakuwa waumini sana wa uwekezaji wa DP World, lakini John leo ni muumini wa kwanza, anaona matokeo yaliyotokana na DP World, na sikulaumu. Ilikuwa ni kitu kizuri, kwa sababu wakati mwingine kuchangamshana kidogo inatukumbusha na mambo muhimu tunayotakiwa kuyafanya kama serikali. Leo DP World imeweza kutuongezea ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam kwa zaidi ya maradufu. Tunafurahi kwamba ulikuwa ni uamuzi sahihi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, ametuongoza vizuri. Leo kupitia bandari ya Dar es Salaam tunakusanya zaidi ya shilingi trilioni 1 kwa mwezi. Ni fedha nyingi. Na katika fedha hizo tunazokusanya, tofauti na zamani, tulikuwa tunakusanya bilioni 850. Alafu karibu 80% tunatumia wenyewe. Kwa mapato yanayobaki inakuwa kidogo. Sasa hivi mzigo wote umekwenda kwa mwekezaji na fedha yote tunatia kibindoni, ndio maana unaona na mapato yanaongezeka, tunaweza kuwahudumia Watanzania vizuri. Kwa hiyo mradi ule umelipa, bandari iko bize, wenzetu wameleta teknolojia, wameleta ujuzi, wameleta mifumo ya kufanya bandari iendeshwe kwa ufanisi. Na sasa ufanisi kwenye bandari ya Dar es Salaam umeongezeka, tunaanza kupata shida sehemu za kuweka mizigo. Na ndio maana sasa bandari kavu ya Kwala inakuwa muhimu, bandari kavu tutakayojenga Dodoma itakuwa muhimu, Isaka Mwanza, Isaka pale Mwanza na Kigoma na kwingineko ambako tutaona kunafaa. Morogoro pia tunapanga kuweka bandari kavu, ili wenzetu wanaotoka kusini, mikoa ya kusini, mizigo yao badala ya kuhangaika kuhifadhi jirani na bandari ya Dar es Salaam, wakaishusha Morogoro, waipeleke Kunyumba Songea, na nyinyi kwenu John, kwenu Mara, mkaipokee pale Mwanza mpeleke Mara, kusiwe na tatizo lolote mambo haya yatakapokuwa yamekamilika kwa upande wa ujenzi wa reli. Swali jingine ulilokuwa nalo, tunawahakikishiaje kisera? Nadhani wenyewe wanaona. Serikali imeweka utashi wa kisiasa. Tumerekebisha sera zetu na bado tunaendelea kurekebisha zingine. Tumeanzisha kitu kinaitwa blueprint ambayo inaeleza vivutio vilivyowekwa na serikali kwa ajili ya wawekezaji. Tunawahakikishia amani na utulivu wa nchi yetu. Hivi vyote ni vitu muhimu ambavyo vinawahakikishia wawekezaji kwamba Tanzania ni sehemu nzuri ya uwekezaji. Nilikuwa na Jensen, nikamuuliza unaonaje Tanzania? Akasema na fly, ana miaka 3 sasa, anakwenda mwaka wa 4 tangu ameleta uwekezaji wake, yuko salama, anafanya kazi zake vizuri, na anawaambia Wachina wenzake waje wawekeze Tanzania. Kwa hiyo John, nikuhakikishie, sera tunajua bado tuna baadhi ya changamoto kwenye baadhi ya sera na sheria zetu, tunaendelea kuzirekebisha. Lengo letu ni kwamba ni lazima mazingira yasiwe na shaka lolote kwa mwekezaji anayetaka kuja kuwekeza Tanzania. Na Mheshimiwa Rais ameshatamka kwamba wawekezaji wasibugudhiwe. Kwa hiyo hatutarajii kufanya mabadiliko yoyote kumsurprise mwekezaji yeyote anayekuja kuwekeza Tanzania. Tunataka tutengeneze hiyo confidence ili wawekezaji wengi waendelee kuja hapa kwetu. Ubora wa bidhaa ni bora. Wote mmeona, mlikuwa pale, mmeona yale maduveti. Yana tofauti gani na yale maduveti tunayoleta kutoka nchi za nje? Oil ile pale sawa kabisa na oil ambazo tunatengeneza kutoka nje ya nchi. Mafriji yale pale, haya mafriji yanayotengenezwa kutoka hapa Kwala, ile compressor inakupa warranty ya miaka 5. Friji ile lina uwezo wa maisha ya miaka 25. Ni bora. Lakini umezungumza kuhusu uwezo wa TBS. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwenye TBS. Kwenye mkutano ujao nitawaambia uwekezaji ambao tumeufanya kupitia TBS. Lakini tumefanya hivi kwa sababu tunatambua kwamba nchi yetu inawekeza kwenye viwanda. Bidhaa zetu lazima ziwe bora. Tusipokuwa na bidhaa bora, wawekezaji wetu watazalisha bidhaa hapa, kwa sababu hazisimamiwi kiubora, zitakosa masoko kimataifa. Kwa hiyo serikali imefanya uwekezaji mkubwa. Katika mkutano ujao nitawapa taarifa kamili za kiwango cha uwekezaji tulichokifanya TBS kuiwezesha ifikie viwango vya kimataifa. Na tunafurahi kwamba leo TBS viwango vyake vikipimwa vinakubalika na nchi nyingi duniani kwa sababu tumekidhi vigezo vya kimataifa. Swali jingine? Karibu.
Kwa majina naitwa Salum almaarufu Mr. Mamenda kutoka Bongo 24. Kwa sababu bandari sasa hivi imeletwa kavu na kule msongamano ni mkubwa sana, pengine mabadiliko ya bei yanaweza katokea ghafla kwa sababu urahisi utakuwa mkubwa. Je, tuyategemea haya mabadiliko yatakuwa ni kwa namna gani, upandaji au ushukaji? Mabadiliko ya bei za bidhaa. Sawa, nadhani swali la Salum liko general. Haya yote tunayoyafanya yana malengo kwanza ya kuboresha biashara zetu. Lakini tunapotengeneza, unajua mfanyabiashara anapokuuzia bidhaa anajumlisha gharama alizonunulia, gharama alizosafirisha, bima na gharama za uendeshaji wa biashara yake. Sasa ukimrahisishia mfanyabiashara ambaye mzigo wake ulikuwa unachukua mwezi mzima kuutoa bandarini, akautoa ndani ya siku moja, kwa sababu leo hii katika bandari yetu ya Dar es Salaam, baada ya uwekezaji huu tuliofanya, na sasa makontena yatakuwa yanaweza kuwekwa hapa, meli za makontena zitakuwa hazisubiri hata siku moja. Meli zetu zilikuwa zinasubiri mpaka siku 46. Zinasubiri siku 16, samahani, siku 16 zinasubiri. Wakati fulani zilikuwa zinazidi mpaka hata mwezi mzima. Lakini sasa hivi wastani wa kusubiri ni siku 7. Hizi za makontena hizi hazisubiri hata siku moja. Ikifika inakuja inashusha inaleta hapa. Maana yake ni kwamba mfanyabiashara akipata hilo kontena, gharama zake za uendeshaji zimepungua. Gharama za uendeshaji zikipungua, gharama kwenye soko zitapungua. Sasa serikali haipangi bei ya vitu. Bei za vitu zinapangwa na nguvu ya soko. Serikali ni kujenga mazingira mazuri ya ushindani. Wafanyabiashara wenyewe watashindana. Wewe ukileta hii notebook ukaiuza shilingi 200, John akaleta hii notebook akauza shilingi 150, na wewe 200 utashusha. Faida inakwenda kwa wananchi, gharama za bidhaa zinashuka. Hilo ndio lengo. Ndio, swali jingine? Naitwa Beda Msimbe. Ndio Beda. Nina maswali mawili. Kwa kuwa moja ya lengo la kuwa na dry port hapa ni kupunguza msongamano wa malori mjini Dar es Salaam, serikali inasemaje kuhusu hilo? Swali la pili, tulipoenda kutembelea kiwanda wanatengeneza duvet, pale ni raw material na ukataji wa nguo na vitu vingine. Lakini moja ya tatizo kubwa ni soko letu la pamba. Je, serikali ina ushawishi gani wa kuhakikisha kwamba kuna mwekezaji atakayekuwa anatengeneza nyuzi kwa ajili ya mahitaji ya viwanda vinavyoanzishwa sasa hivi na wawekezaji? Asante Beda. Ni kweli kwenye kiwanda hiki malighafi nyingi zinaingizwa kutoka nje ya nchi, na nilikuwa nazungumza na Mr. Jensen kuhusu jambo hili. Kwenye awamu zinazofuata wanakuja kuleta viwanda vya utengenezaji wa nyuzi za pamba. Kwa zile pamba zitatengenezwa hapa, pamoja na vile vitambaa vinavyotengeneza duvet watatengeneza hapa. Wameanza kwa awamu hii ya kwanza, wanaingiza malighafi kutoka China hapa, wanakuja hata hilo ndani yetu tunashukuru, kwa sababu maduvet tulikuwa tunaagiza kutoka nje ya nchi. Na wote mmeona vijana wetu wamepata ajira pale, wanafanya kazi. Lakini awamu ya pili itakuwa ni hii. Tunao wawekezaji ambao wanataka kuwekeza kwenye utengenezaji wa vitambaa kwenye mikoa inayozalisha pamba. Mazungumzo yako katika hatua mbalimbali. Nitakapokuwa katika mkutano wa waandishi wa habari mkoa wa Mwanza, mkoa wa Shinyanga, samahani, nadhani ndio mkutano unaofuata, nitawapa taarifa wa Tanzania ya hatua ambazo zimefikiwa na wawekezaji katika uwekezaji kwenye viwanda vya kutengeneza nyuzi. Lakini unachokisema Beda ni sahihi, kwa sababu ni lazima tushike mnyororo mzima wa thamani. Na ndio maana leo mimi nilipokutana na Jensen, hatua ya kwanza nikamuuliza lini mnaanza kutengeneza vitambaa hapa Tanzania. Ameniambia kwenye fezi zinazofuata, kwenye uwekezaji ule wa Sinotan tuko katika fezi ya kwanza. Wana fezi jumla 5. Kwenye fezi zinazofuata watakuja kuwekeza kwenye viwanda vya kutengeneza nyuzi. Msongamano wa malori Dar es Salaam, ni kweli serikali inatekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya mzunguko Dar es Salaam. Lengo ni kupunguza huu msongamano. Lakini pia hii bandari kavu itatuwezesha malori mengi yanayokuja Dar es Salaam kuja kuchukulia mizigo hapa Kwala badala ya kwenda Dar es Salaam. Sasa tutakapokuwa full operation hapa Kwala, mtaona matokeo hayo makubwa yakijitokeza. Na wakati huo ukifika, maana yake serikali itaelekeza, kama ambavyo leo semi-trailer huwezi kuiona posta, inakwenda posta, kwa sababu tumeweka utaratibu ambapo haziingii kule katikati ya mji. Sasa serikali inajenga barabara za mzunguko ili malori yanayokwenda bandarini yapite kwenye njia ya mzunguko, na yale ambayo yanaweza kuchukua mizigo yake hapa Kwala
yachukue kutoka hapa Kwala badala ya kuja Dar es Salaam na kuleta msongamano ndani ya jiji. Ndio, karibu. Asante, naitwa Rehema Sebabili, natokea TBC. Mimi nina maswali matatu. Swali langu la kwanza, tumeona kongani ile ya Sinotan pale. Ndio. Na ina miundombinu ya barabara, lakini tumeona ipo karibu na reli. Labda pengine ungetuelezea pengine mpango uliopo wa kuunganisha ile Sinotan na miundombinu ya reli, kwa maana ya kwamba tulivyoshuhudia pale kwenye upande wa mafriji ni wanafanya assembling, na naamini kabisa zile bidhaa na yale materials yanatoka labda China au sehemu zingine wanakochukua wao, ili kupunguza ile gharama. Mzigo labda umefika bandarini, labda ukaja tena hapa Kwala ukatolewa tena na kupelekwa kule, mpango upoje? Yani tukiangalia pia na kutoa bidhaa pale na kupeleka kwenye maeneo mengine. Swali langu la kwanza. La pili ni kuhusiana na makasha 800 ambayo yameshushwa hapa kwenye bandari kavu ya Kwala. Nataka kufahamu haya 400 yalielekea kwenye nchi zipi, lakini yalikuja kwa utaratibu gani, kwa maana ya kwamba ilikuja kwa reli, kwa barabara, ama utaratibu pia wa wale wenye mizigo yao ulikuwaje? Na swali lingine la mwisho ni kwamba umetutajia hapa kwamba kwenye eneo hili la Kwala kuna maeneo ambayo mmetoa kwa ajili ya nchi jirani na wao waweze kutengeneza dry port hapa. Nataka kufahamu mpango upoje, kwa sababu ni muda mrefu na hatuoni chochote kama kuna development yoyote kutoka kwenye hizi nchi wanachama ambao tumewapa maeneo hayo kwa ajili ya na wao kufanya uendelezaji. Asante. Nianze na hilo la mwisho kabla sijasahau. Tumewapa nitaka nisitaje sana kwa nchi, usije akasema wengine mbona sisi hivi. Lakini Burundi, Rwanda tumewapa eka 10 hapa. Zambia Zambia na Kongo tumewapa eka 20. Tunawasubiri waje waendeleze maeneo yao, waendelee kulitumia eneo lao. Na wengine wakiendelea kujitokeza, tuna eneo kubwa hapa. Nimewaambia tuna eka 120, 1200. Tuna eka 1200 kwenye eneo hili ambazo zinafaa kwa ajili ya kutengeneza miundombinu mbalimbali ya uwekezaji wa bandari. Kwa hiyo watakapokuwa tayari watakuja, lakini kabla ya hapo hili la TPA liko tayari, wanaweza kulitumia, na pia tunaendelea kuwahudumia kupitia bandari ya Dar es Salaam. Makasha yamekujaje? Nimekuambia tumekamilisha kilomita 1.3 ya reli ya MGR. Na lengo la kufanya hivi ni kuhakikisha makontena yetu tunayotoa bandari ya Dar es Salaam yanakuja hapa kwa reli. Lakini jingine umezungumza kuhusu ujenzi wa hayo ni makasha yale 804 uliouliza. Lakini pia ujenzi wa reli kama nilivyosema, tumeanza na MGR, lakini mpango wetu ni kwamba tutatengeneza pia standard gauge isogee mpaka huko. MGR imeshakuja kwa kilomita 1.3, lakini SGR pia itaingia, na tutafikisha kwa utaratibu wa viwanda na mpango tulionao kwenye eneo hili. Katika kila kongani tutaipelekea njia ya reli. Lengo ni kwamba tuwe na total solution ya container likitoka bandarini kule, sio tena linafika mahali linaanza shuka kwenye reli, ingia kwenye lori, ingia kwenye kiwanda. Likitoka huko linaingia. Baadhi ya miradi tulionayo hapa, makontena yatakuwa yanaenda mpaka kutua ndani ya kiwanda. Nadhani wale ambao mmepita maeneo ya Tazara yale mtakuwa mmeona kuna baadhi ya viwanda pale vina njia za reli zimeingia mpaka ndani ya magodown. Huko ndiko tunakokwenda, na hiyo ndio inatuwezesha kupunguza zile gharama za uendeshaji na uzalishaji. Endelea na kusikia. Naam. Kwanza nikushukuru kwa maelekezo ambayo umeyatoa, lakini maelezo ambayo umeyatoa. Naitwa Joel Thomas, natokea Global TV. Mimi na maswali mawili. Swali la kwanza ni kuhusiana na Sinotan na uwekezaji ambao umefanyika hapa. Tuliwahi kupata nafasi ya kufika hapa na Mheshimiwa Profesa Kitila, na wawekezaji wa hapa wakatoa miongoni mwa changamoto kubwa wanazozipata ni changamoto ya tozo, utitiri wa tozo kwenye swala zima la uwekezaji, na kuna baadhi ya vitu waliomba wizara ivifanyie kazi. Nafahamu baadhi ya wizara kama afya, kilimo, kuna baadhi ya tozo zimeondolewa. Huku kwenye kiwanda, hizi tozo ambazo zinawapa ugumu
wawekezaji ambao wenyewe wanaziita utitiri wa tozo, status ya tozo iko vipi na nini serikali inafanya kuzipunguza. La pili ambalo nitaruhusu ni kuulize nje kidogo ya context yetu, lakini katika eneo ambalo nafanyia kazi ni kuhusiana na masuala mazima ya michezo. Ni kitu ambacho kiko na public interest. Uwanja wa Taifa ilitolewa taarifa kuhusiana na kufungwa kwa muda kupisha marekebisho. Na kama Watanzania tuna timu ambayo inashiriki mashindano ya kimataifa ambayo inatumia uwanja ule. Maelekezo ambayo pia ama taarifa ambayo ulikuja kuitoa kama response yako ni kwamba taarifa ile ilitolewa kukiwa kidogo kumechelewa, kwa sababu tayari mlikuwa mnafanya hayo marekebisho. Labda mpaka sasa hivi kwa taarifa ambayo unayo kama katibu mkuu, ni tumefikia hatua gani katika hayo marekebisho? Lakini je, Watanzania wategemee nini kwa timu zao ambazo zinatumia uwanja huo katika mashindano ya kimataifa? Asante. Na mimi kama kawaida yangu naanza na hilo la mwisho. Uwanja wa Benjamin Mkapa, jamani, ni hivi. Kilichotokea ni kwamba wakaguzi wa CAF walipokuja, ilikuwa ni siku 2 au 3 baada ya mechi ya Simba na Azam. Siku waliokuja, uwanja ule kwanza nyasi tulikuwa tumefyeka. Kwa ambao hamfahamu, uwanja wa Benjamin Mkapa una nyasi halisi, natural grass. Kwa kila baada ya mechi kuna kazi zinafanyika za kutengeneza uwanja vizuri. Kwa hiyo tukawa tumeufyeka mpaka chini kabisa ili turuhusu nyasi mpya kuota. Lakini pili, kufanya umwagiliaji na kuweka mbolea. Wale wakaguzi waliuona uwanja siku ile ukiwa vile. Walituambia mambo mawili makubwa. Cha kwanza, wanataka wazione nyasi. Tukamwambia tumefyeka asubuhi, nyasi hizi baada ya siku 3 zitakuwa zimekuwa. Cha pili, wakasema tuliwaagiza mlete mashine ya aeration na compaction, yani mashine ya kutifua ili kuruhusu hewa kuingia na kutengeneza vizuri uwanda wa uwanja. Tukawaambia hizi mashine zimeshafika, ziko bandarini, muda wote zitakuwa hapa, na zilifika baada ya siku 5. Hayo mambo yote yamefanyika. Bahati mbaya wamekuja kutoa taarifa baada ya zaidi ya wiki 2, uwanja ukiwa tayari. Na ndio maana nikasema tunawaomba CAF waje wakague leo, kwa sababu uwanja upo tayari, na yale waliokuwa wamesema ni marekebisho ya kawaida ambayo mara nyingi wakipita kukagua wanayasema. Sasa nataka nikuhakikishie ndugu yangu Joel, uwanja uko tayari. Wakaguzi wa CAF wanakuja tarehe 20. Sisi tumeomba waje hata kabla ya hapo, watakuja waone uwanja uko tayari. Best of the best. Pitch nzuri kabisa. Wote mnakumbuka mwaka juzi wakati wa AFL tulitajwa kuwa moja ya viwanja bora 3 Afrika, si ndio? Au mmeshasahau haraka? Hasa tuwezi tukawa tumeuharibu uwanja haraka namna hii. Uwanja uko tayari. Ni vile tu kwamba ukaguzi haujafanyika tena. Lakini wakija tarehe 20 tunaamini litakuwa limekwisha, na mechi yetu ya Simba na Al-Masri tunaamini itakuwa Dar es Salaam kama kawaida. Ondoeni shaka, kwa sababu uwanja wenu uko sawa sawa. Hili jingine la tozo. Eneo la tozo kwa wawekezaji ni eneo ambalo limefanywa kazi kwa kiasi kikubwa sana. Sinazo takwimu hapa, lakini tumezifanyia kazi sana. Lakini serikali yetu ni sikivu. Yako maeneo mengine ambayo wawekezaji wanakuja kutuambia kwamba sisi tunaona eneo hili pengine ni double taxation. Wataalamu wanakwenda wanalitafakari, wanaliangalia kitaalamu, ikithibitika kwamba ni utozaji wa mara 2 wa kodi, na lenyewe linafanywa kazi hiyo kodi, kama ni kufutwa inafutwa. Lakini pili, katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 6 katika miaka 4, moja kati ya maeneo ambayo tumeleta nafuu kubwa kwa wawekezaji ni urejeshaji wa kodi ya ongezeko la thamani, tax refund. Tumefanya tax refund kubwa. Nadhani tumefika zaidi ya shilingi trilioni 1 katika mwaka mmoja. Jambo ambalo huko nyuma ilikuwa chini ya shilingi bilioni 100. Na hili ni eneo ambalo wawekezaji walikuwa wanalalamika kwamba kwenye sheria zenu mnasema mimi mwekezaji nikija kuwekeza nitapata ondoleo la kodi hii na hii na hii na hii, na nikishawekeza kodi hizi nitarudishiwa au nitapewa nafuu kwenye kodi inayofuata. Hapo wakati wa kuleta nafuu huleti. Matokeo yake wawekezaji walikuwa wanakata tamaa, wanaondoka. Tumeamua tusimamie sheria hiyo kwa vitendo.
wawekezaji wapate tax refunds zao. Sasa hivi confidence ya wawekezaji imeongezeka kwa sababu wana uhakika, lakini pia tumewahakikishia ila aliyosema John, we are predictable, yani tunatabirika. Sio leo mmesema hivi, kesho mmebadilika, kesho kutwa mmebadilika. Jambo kama hilo wawekezaji hawalitaki. Kwa ni zaidi ya kodi, ndugu yangu Joel, ni zaidi ya hapo na mengine mengi tumeyafanya, lakini milango ya serikali ipo wazi. Wakati wote wakiwa na hoja tunajadiliana nao, kuna vikao rasmi vinafanyika kupitia ofisi ya rais, mipango na uwekezaji kupitia TIC, na changamoto zinazojitokeza zile ambazo tutazikubali, kwa sababu pia na sisi hatuwezi kwenda kama ling'ombe kwamba kila kitu ondoa hiki unakubali, ondoa hiki unakubali. Mwisho wa siku wa Tanzania watapata kitu. Lakini ziko hoja za msingi ambazo wawekezaji wanakuja wanazisema, tunazisikiliza na tunazifanyia kazi. Okay, mheshimiwa, mimi ningepongeza sana namna ambavyo serikali ya Rais Samia Suluhu inavyopambana kuhakikisha nchi inakaa sawa. Mimi naitwa Brian Hilary kutokea Bongo 5 Media. Nani? Brian Msuya kutokea Bongo 5. Ndio. Swali langu ni kwamba umeeleza kwamba mfumo itakuwa ni kwamba mtu ambaye atakuwa anaweza kuagiza mzigo wake, container lazima tukatoka bandarini moja kwa moja kwa SGR, yani reli. So na kufika sehemu kama hii hapa, kwa sababu umesema kwamba mifumo mtaiweka sawa. Sasa itakuwa vipi kwa watu wa malori, mtawasaidia vipi watu ambao wanajihusisha na malori? Kwa sababu unavyojua mheshimiwa, malori pia kuna ajira za watu kule na vitu kama hivyo. Swali langu ni hilo tu mheshimiwa. Asante Msuya. Amenikumbusha kilio cha mabasi ya Dodoma. Sasa ndugu zangu, ni kweli kama malori yalikuwa yanasafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam, na sasa mizigo itakuja mpaka hapa, manake malori yatachukua mizigo kutoka hapa kwenda maeneo mengine. Iko mizigo ambayo itasafirishwa kwa reli, iko mizigo ambayo itasafirishwa kwa malori. Lakini ndugu zangu wa Tanzania, kupanga ni kuchagua. Duniani kote usafiri ambao ni gharama nafuu wa kwanza ni wa maji. Kwa maeneo ya nchi kavu, usafiri wa gharama nafuu kuliko usafiri wowote ni wa reli. Sasa kama nchi ni lazima tuchague. Tunataka tuendelee kusafirisha mizigo yetu kwa gharama, ndio hilo litakuja swali la ndugu yangu hapa kwamba gharama za mizigo ziko, gharama za bidhaa ziko juu kwa sababu mnasafirisha kwa gharama za juu. Lakini tukiweza kusafirisha mizigo yetu kwa reli, maana yake gharama za bidhaa kwa Watanzania zitapungua. Muhimu ni kwamba tunatambua kuna ajira ziko kwenye malori. Kwanza waelekee maeneo ambayo reli haijaenda. Lakini pale ambapo nchi itakuwa imepata solution, imepata suluhisho la kupata usafiri nafuu, hatuwezi tukasema tunaacha kujenga reli kwa sababu kuna watu watapoteza ajira kwenye malori. Sasa hiyo haiwezekani. Ni lazima tuwapatie Watanzania suluhisho nafuu la usafirishaji wa mizigo ili gharama za huduma na bidhaa zipungue. Leo hii sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya mwisho. Tunaanza kusafirisha mizigo kwenye reli yetu ya SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Na vipande vingine vitakapokamilika tutakwenda kwenye maeneo mengine. Maana yake ni kwamba gharama za usafirishaji wa mizigo kati ya Dar es Salaam na Dodoma zitapungua. Gharama zikipungua na bidhaa za wananchi zitapungua. Hasa tujiadjust sasa. Kama ulikuwa unatembeza kama ambavyo wenzetu wa mabasi wamefanya. Baada ya SGR kuanza inasafirisha watu zaidi ya 3,000 kwa siku kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Mabasi sasa hivi yametafuta njia nyingine na wanaendelea kufanya kazi. Madhara yatakuwepo, lazima yatakuwepo, lakini hatuwezi kuacha pia. Tukamwambia sasa jamani, acheni kusafiria SGR, muende mkapande mabasi kwa sababu watu wanapata hasara. Haiwezekani. Hiyo ni solution ya rahisi zaidi na ni muhimu tuitumie. Asante. Swali langu mimi nataka kufahamu. Jina lako? Elizabeth Zaya. Bandari yetu uko bize na bandari ndogo nazo zimeelemewa. Nataka kufahamu kwa takwimu za sasa kiwango cha mzigo tunachoingiza kwa sasa ni kiasi gani? Nataka kufahamu pia kuhusiana na kama bandari ya Kwale imeweza kumanage hiyo ukubwa wa mizigo inayoingia kwa sasa. Nataka kujua kama bandari ya Kwale imeweza kumanage, na kama haija manage, kama kuna athari zozote ambazo zimetokea kufuatia na wingi wa mizigo. Lakini pia na swali dogo, japo umelijibu kwa kiwango chake, kuhusiana na malori ambayo yamezagaa kwenye mji wa Dar es Salaam.
imekuwa ni kero kubwa sana, mpaka imefikia kiwango maloli wenye maloli wanatafuta wananunua makazi kwenye sehemu ya makazi, wapaki maloli badala ya kwenda nje ya mji, na hiyo inakuwa ni kero. Alafu pia maloli hayo yameleta kero kubwa sana kwenye ukitoka Kibaha tu Chalinze. Nataka kufahamu serikali inachukua hatua gani kwenye hili. Asante. Sawa, kwenye hili la malori kwanza ndio hii ya bandari kavu tunayoianzisha, kusema kweli sehemu kubwa ni kupunguza huo msongamano wa malori Dar es Salaam. Kwa sababu hata wao wenye malori wenyewe hawapendi ule msongamano. Unawapa shida, unawapa changamoto. Kwa sababu wanatumia siku nyingi kuchukua mzigo wakati angeweza kufika kwenye bandari akachukua na kuondoka. Kwa hiyo hii bandari ya Kwala, bandari kavu ya Kwala, lengo mojawapo ni hilo, kwamba sasa mizigo ya malori wafanyabiashara waje waichukulie hapa Kwala. Lakini jingine ndio lile nililosema, tunaendelea kutekeleza mradi wa barabara ya mzunguko Dar es Salaam. Lengo ni kwamba sasa malori kwenye zile njia ambako yanapita yanaleta kero, yatatumia njia ya mzunguko kwenda nje ya Dar es Salaam, yatatupunguzia msongamano. Sasa haya yanayopaki kwenye makazi ya watu, hilo ni jukumu la serikali mkoani Dar es Salaam, nimelichukua, nitamfikishia mkuu wa mkoa Chalamila, waone yale ambayo yameziba mitaa yetu na kuwa kero. Kwanza ni uchafuzi wa mazingira, lakini pili analeta usumbufu kwa wananchi. Na ziko sheria za mipango miji ambazo zinazuia uwepo wa malori sehemu zisizohusika. Kwa hiyo hilo nalichukua, nitakwenda kulifikisha kunakohitajika. Uwezo wa bandari yetu ya Dar es Salaam, nadhani nimesema mwanzoni, kwa upande wa makontena ni makontena zaidi ya milioni 1 kwa mwaka. Na hapa ni makontena 300,000 ambayo tunaweza kuhudumia hapa. Lakini upanuzi tunaofanya tunaweza kuhudumia makontena zaidi ya 300,000. Kwa sababu kinachohitajika ni kutengeneza maeneo kama haya na kufikisha miundombinu kama hiyo ya reli. Kwa kadiri tunapoendelea kupanua hili eneo, tutakuwa na eneo kubwa zaidi ambalo litawezesha makontena mengi kufikishwa hapa na kufanya kazi. Bandari zingine zinaendelea kufanya kazi vizuri. Wote mmeona Mheshimiwa Rais alitembelea bandari ya Tanga wiki iliyopita. Kazi inafanyika vizuri, uwezo wake wa kufanya kazi umeongezeka zaidi ya mara 2. Inaendelea kutoa huduma kwa maana ya mizigo ya makontena, mizigo ya sio mnahitaji isiyo ya makontena, labda niseme hivyo, mizigo ya general cargo ya kawaida ile. Magari, mafuta, yote tunafanya kwenye bandari yetu ya Tanga, lakini kadhalika bandari yetu ya Mtwara na bandari zingine zinaendelea kufanya kazi. Kazi za uboreshaji wa bandari zetu zinaendelea. Ni uwekezaji mkubwa, utakwenda hatua kwa hatua kwa sababu mahitaji ni makubwa. Bandari yetu kwa mfano ya Mtwara tumeilenga mahususi kimkakati kwa ajili ya kuhudumia ukanda wetu wa kusini, lakini pia nchi za kusini, Msumbiji, Malawi. Msumbiji upande ule mwingine ule ambao haupakani na bandari, ambako pia wameonesha nia. Na serikali iko katika mazungumzo na wawekezaji. Lengo letu pia ni kujenga reli ya kutoka Mtwara kuunganisha mpaka Mbamba Bay. Lengo ni kwamba mzigo ukitoka huko unakotoka, ukifika bandari ya Mtwara, usafirishwe pale kwa treni kwenda bandari ya Mbamba Bay. Ukitoka pale utakwenda Malawi, utakwenda Msumbiji, utakwenda Zambia na maeneo mengine ambako tunaweza kusafirisha kwa urahisi. Asanteni sana, naambiwa muda umekwisha. Umekwisha kabisa. Basi la mwisho la upendeleo. La mwisho moja tu, lakini moja tu. Lakini pia jina naitwa Kendrick, nasikia Manara TV. Nani? Kendrick Saidi kutoka Manara TV. Kendrick. Naam. Naomba kwanza nikuombe radhi kwa swali ambalo nakuuliza kwa sababu liko tofauti na mada zetu za maisha yangu binafsi. Hapana. Inahusika kwenye utendaji wako wa kazi. Tarehe 8 mwezi wa 3 ilikuwa ni siku ambayo ilitakiwa ichezwe dabi ya Simba na Yanga. Jamani 80 ndio maana wewe uliza tu swali, uliza. Hiyo mechi iliahirishwa, haikucheza kwa sababu tofauti zilizotokea. Mmoja akisema kwamba amezuiliwa kwenda uwanjani kufanya mazoezi, mwingine akidai kwamba amefuata kanuni zote za kimichezo. Akiwa na Young Africans akiwa anadai pointi 3 na magoli 3. Teki ya serikali kwenye hili ni nini? Kwa sababu kazi moja ya serikali ni kulinda mali na raia wake na kazi zingine. So kwenye hili kumekuwa na mikanganyiko. Wengine kwamba tunacheza, wengine hatuchezi. Kwamba wengine bora zipigwe ngumi kuliko kucheza. Wengine mamlaka zinasema
mechi itachezwa tu. Serikali kwenye kutuliza hizi ghasia, neno moja ya serikali, tunaamini serikali haingilii kwenye sekta za michezo, lakini tunahitaji serikali ina maoni gani kwenye kutuliza hizi vurugu ambazo pengine zinaweza zikaenda kutokea hapo mbele. Haya, Kendrick anataka kuhamisha mjadala wangu. Majibu mafupi kabisa. Uendeshaji wa ligi Tanzania unasimamiwa na shirikisho la kandanda Tanzania TFF na vyombo vyake, bodi ya ligi na kamati zake zingine. Na sisi serikali tuna mipaka ya namna ya kufanya kazi na vyama vyote vya michezo, sio TFF peke yake. Hili jambo bado liko mikononi mwa waendeshaji wa ligi. Litakapowashinda wakitaka lije serikalini watalileta. Lakini kwenye uharibifu wa mali, sisi hakuna mali yetu iliyoharibika. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa upo salama, ulikuwa tayari kwa mechi. Mechi imeahirishwa, tunasubiri wanaosimamia mchezo wa soka watakapopanga mechi nyingine ya kuja kufanyika Benjamin Mkapa. Haya mengine ya nani alikuwa sahihi, nani hakuwa sahihi, mkawaulize TFF. Wao ndio watakuwa na majibu na jambo hili, lakini sisi kwa sasa serikalini bado tunaona ni jambo ambalo linaweza likatatuliwa na shirikisho la kandanda Tanzania TFF na wadau wake. Jamani, asanteni sana. Nawashukuru sana kwa mkutano mzuri. Naamini mmefurahia kuwepo Kwala, sio? Nikija tena mnataka twende wapi? Bagamoyo. Bagamoyo tukaangalie nini? Mimi nataka nikaoneshe miradi ya serikali. Mnataka Dodoma? Twende kwa SGR. Basi tutawaandalia safari ya kwenda mwende mkaone mji wa serikali. Au sio? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana.